Wamekulipa shilingi ngapi? Sikiliza Karani, Twizi ana pesa, anaweza akakulipa mara 3 zaidi ya hicho ulicholipwa. Mimi nafahamu kama huu ni mpango, hakuna cha sheria wala nini, ni watu tu wanajaribu kumdondosha Twizi. Wamekupa pesa ngapi? This is not about money. Nipo hapa nafuata maagizo ya kuu and not something else. Karani, hawa wakubwa wako wanahitaji pesa, na wewe pia unafanya hii kazi kwa ajili ya pesa. Sasa kuliko hicho kiasi walichokulipa hao wakubwa wako, sisi tutakupa mara 2 yake, ili mradi tu uweze kutoa hiyo siri na mali zote ibaki kwenye mikono salama ya Twizi. Please, naomba uniambie ukweli. Karani, Karani. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako Jamani. Genius hilo. Mimi wewe. Yaani wewe ni zaidi ya genius. Mama wa mipango. Unafaa kuwa rais kabisa. Usiniambie. Hapo unataka kusema nafaa kuwa rais wa nini? Wa matapeli au? Unajua mjomba, sijategemea kama ili swala tungeweza kulikamilisha kwa haraka kama hivi. Si ndio? Ama kweli wewe ni genius. Ilikuwa ni lazima nifanye hivyo kwa sababu nilitarajia ushindi. Na unachopaswa kufanya, jiandae kwa sababu imebaki masaa 6 tu ya Twizi kukaa kwenye ile nyumba. Anatakiwa kutoa kila kilicho chake, ajue anaenda wapi. Na ninachokuomba sasa, akishatoka tu na wewe jifanye unaondoka, alafu baada utarudi ili tuje tufanye mgao wa kugawana mali. Najivunia sana wewe yangu. Kiukweli umenitimizia ndoto yangu ambayo nilikuwa naiota kwa muda mrefu sana, kumiliki zile mali. Nakushukuru sana mjomba. Sasa mbona hapo mjomba umeweka binafsi? Kwa nini ndoto yako tu? Hii ilikuwa ni ndoto yetu wote. Hata mimi ilikuwa ni ndoto yangu. Kwa hiyo nikatafuta mtu mwenye ndoto ili ndoto ziweze kundoteana. Zitimie, na nashukuru tumetimiza ndoto moja. Kuna haja ya kusherehekea. Ni kuletea kinywaji. Yaani mjomba, kwa furaha uko nayo, hata hiyo kiu sisikii. Yaani niko furu kabisa. Kweli? Kwa hiyo usijali. Si ndio? Na mimi najivunia sana wewe. Unajua macho yako yalivyo na hiyo pua. Kipua chako kilivyo kidogo kinanusa hiko. Kimenusa wewe mpaka kikaona mafanikio ya. Nilifurahisha sana wewe. Mjomba, utafanya kama ulivyoniambia. Ndio. Kwa sababu bila wewe huu mpango hata mimi nisingeukamilisha. Kwa hiyo mjomba, mimi naomba nikuache niondoke zangu. Si ndio? Na ndo utaki kabisa kugusa kinywaji. Aka. Ya, hamna shida. Acha mimi niendelee kujipongeza. Haya. Bye. Sawa.
kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unayecheka naye ndio adui yako. Wow. Karibu sana mume wangu. Asante kipenzi. Karibu. Asante. Habari ya kazini kipenzi? Kuhusu kazi imeenda vizuri kipenzi, ila na kitu ambacho nimekipenda zaidi ni kuhusu mapokezi yao, kuanzia bosi mpaka wafanyakazi wao. Aisee, wanakea sana mpaka nimependa kusema ukweli. Lakini haya yote kipenzi yametokana na dua zako wewe, ndio maana nimefanikisha kwa haraka zaidi. Basi umekutana na watu wanaitambua thamani ya mtu pamoja na utu wake. Sawa, lakini hata hivyo kuna kiasi ambacho nimepewa. Nadhani itasaidia kwa matumizi madogo madogo ndani. Wow. Yaani hapo umecheza kama peni. Na kuanzia sasa na kuahidi sitakuumiza tena. Nitakupenda, nitakujali na nitakuthamini. Na kuahidi kubadilika, nitakuwa mwanamke aliye bora. Acha. Natakiwa ufahamu kitu kimoja kipenzi. Hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nikipambania siku zote. Natamani niweze kuwa mwanamke bora na ndoa yetu iwe yenye furaha zaidi. Sawa, basi tuende chumbani nikakupatie ndicho kuandalia. I can't wait. Let's go kipenzi. Okay, twende. Honey, honey sweet, mwenzi ukitazama ndo nakufa mazima. When you're my chocolate, utamu wangu wa pake. Pole dada. Kwa vipimo vya awali ambavyo tumevifanya, vipimo vya damu, vipimo vya pressure na vipimo vya sukari, vyote viko sawa. Kwa hiyo mgonjwa wetu yupo katika hali ya kawaida. Na ni mshtuko tu amepata. Kwa hiyo sio tatizo lile ambalo tungefanya kusolve kwa muda mrefu. Ni vitu vya kawaida kwa mwanadamu kutokea. Daktari, wewe unanidanganya. Mshtuko kawaida ndo awe paka sasa hivi amelala. Basi niambie kama kuna kitu chochote kimetokea. Wewe niambie tu, mimi sina shida. Mimi najua mtu akizimia anatumia masaa 2 au lisali moja kuzinduka. Amelala sana. Kama nilivyokuambia mwanzo, hivi vitu huaga vinatokea kwa mwanadamu na sio magonjwa wala sio ugonjwa. Kama vipimo vya sukari, vipimo vya pressure, vipimo vya electrolyte vipo vizuri, ujue hapo hakuna tatizo kabisa.
ila kuna baadhi ya situations zinamfanya mtu kuwa katika hali ya unconscious, na maanisha mtu kuwa nje ya ufahamu wake, na hivyo vitu ni vya kawaida. Anaweza kuwa na mawazo kidogo, nervous system zika respond, ndio ikafanya mtu afaint, lakini hivyo ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo unataka kuniambia atakuwa sawa? Ondoa wasiwasi, lazima mume wako awe sawa. Simu zako zimekuwa nyingi sana. Kuna jipya gani? Kije, kilichonileta hapa ni kuhusu mahusiano yetu. Nafahamu umenipushi sana, umenisaidia vitu vingi sana. Lakini kama nilivyokueleza hapo awali, yule uliomwona pale nyumbani ni mwanaume wangu. Na niko naye muda mrefu sana. Tulikwazana lakini ameamua kujirudi. Kwa hiyo sihitaji tena kumchiti, sihitaji kurukaruka. Naomba tuachane. Unachokizungumza kinatoka moyoni mwako au unaigiza? Nachokizungumza kinatoka ndani ya moyo wangu. Sihitaji tena kudangadanga, nahitaji kutulia, nahitaji kuwa mwanamke bora. Nampenda sana mume wangu. Kwa hiyo sihitaji kusumbuana naye kwa namna yoyote tena. Ndio maana nimekuja hapa ili swala tuliongee liishe. Kwa umechoka pesa? Basi sawa. Sababu mtaani kuna wanawake wengi wazuri na tena ni zaidi yako. Wanazihitaji hizo pesa. Kwa sawa, mimi siwezi nikakuforce tukaanza kubembelezana tena. Unaweza kaenda. Ananiumiza kweli na najua moyo na udhulumu ndo nisafiri anazingua. Chizi, amka basi babangu. Ni siku ya pili sasa, bado tumelala. Amka uende zako mahakamani. Baba, niko hapa na kusubiri. Kukumisi kipenzi changu, nilikuzoea. Familia yako tumekukumbuka, usiku hatulali tuwawezeka. Twamomba Mola kurudishe afya fahamu. Baba yangu fanya pone, baba yangu tumekukumbuka. Umepajuaje hapa? Karani, hiyo sio ishu kubwa kwa sasa. Ulisema saa 4 kamili Twizy anahitajika mahakamani. Na hivi sasa ni saa 3. Toka sasa hivi ninavyozungumza na wewe Twizy bado hajaamka. Sasa sijui unanisaidiaje katika hilo.
Nazungumza na wewe Kalani. Hivi unajisikiaje kuona mwanaume mwenzio anapitia hali kama ile? Yaani anapitia makosa ambayo ni ya kusingiziwa. Na mpaka sasa hivi ninavyozungumza naye hajaamka na sijui hali yake itakuwaje. Kumbuka Twizy ana familia, tunamtegemea sisi. Kwa nini unashindwa kunisaidia? Hivi ujisikii vibaya? Hii issue ingemkuta ndugu yako, wewe ungekuwa katika hali gani? Basi sawa, tuseme uongozi wako umekutuma. Wewe unashindwa kutumia hata utu. Kweli, ubinadamu hauna kakaangu. Mbona unaonekana smart tu? Kwa nini usiwe na roho nzuri kama jinsi unavyoonekana kwa nje? Jaribu kunisaidia basi. Dada, kama ikifika saa 4 na Twizy bado hajafika mahakamani, cha kuwashauri ni kwamba nyote wawili mnatakiwa kuondoka kwenye ile nyumba haraka sana. Hapo ndipo mtaweza kujipambania wenyewe mko nje ya ile nyumba. Na hili ni kwa usalama wenu. Mai. Twizy, umeamka? Vipi, unajisikiaje? Niko hapa kwa muda gani? Leo ni siku ya pili sasa. Siku ya pili? Vipi sasa kuhusu mahakamani? Umeshachelewa. Ila usijali, nimeshaongea na karani. Amenipa namna nzuri ya wewe kuwa sawa. Na amesema kwamba ukitaka usiendelee kupata matatizo, inabidi uondoke pale nyumbani haraka. Niondoke nyumbani? Kivipi? Twizy, mimi sielewi chochote, lakini hayo ndo maneno yake ya mwisho aloniambia. Na alikuwa anamaanisha sana. Najua kwamba unahitaji vitu vyako virudi, lakini ningekuomba ili swala ulifuatilie ukiwa nje, sio kwenye ile nyumba. Toka kwa nyumba yangu. Kwendeni huko. Hivi usichokielewa kitu gani wewe? Nimekuambia toka ndani ya nyumba yangu. Uelewi kitu gani? Toka Twizy, unaniangalia kitu gani? Kuona jitilisha viuluma vyako hapo. Eti Adela kuhurumie. Sina huruma na wewe baba. Nenda huko kwenye maisha yako ya kimaskini ukateseke. Unapenda vya bure? Kutafuta uwezi. Twizy, achana naye tuondoke. Amanda yuko nje anatusubiri. Eti achana naye. Wewe vipi wewe? Nimesema uondokeni kwenye nyumba yangu. Mimi sitaki kuwaona. Naona kama kinyea hapa. Naomba mtoke bwana. Toka. Na tena mna bahati. Nimewachia hilo begi. Maana hamna hazi ya kuwa na begi zuri kama hilo. Nimeonea tu huruma. Kwendeni zenu huko nyinyi. Mkateseke na hayo maisha ya kimaskini. Si nimekwambia utoke ha? Unapenda kwani kung'ang'ania vitu ambavyo hata havikuhusu. Vitu ambavyo hata hujavitolea jasho na ng'ang'ania tu. Unapenda kuishi maisha ya kitajiri. Na na bahati nimehurumia hata nimewachia hilo begi la thamani. Nendeni zenu huko. Na bado mtapigika sana maisha ya kimaskini ndio kwanza mtateseke huko mbele kwa mbele, washenzi wakubwa. Mnapenda vya bure sana nyinyi, washenzi wakubwa.
kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu. Ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, yone kula naye.